Kwa majina naitwa Letatius Sebas. Wengi wanapenda kuniita Leti. Kwenye familia yetu ya mzee Sebas tumezaliwa mabinti wawili. Mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa. Anaanza dada yangu Sakina, nafuata mimi. Shoga yenu, mimi bwana ni mzaliwa wa Arusha, wilaya ya Karatu. Nimezaliwa kijiji kinaitwa Rotia. Mimi bwana ni Mwaraika na Kiruga na kichapa vizuri tu, yani kama maji tu. Kama mnapojua kabila letu tulivyobarikiwa urembo na rangi, wallahi wengi weupe na ni wazuri, sio wanaume wala sio wanawake, wote ni wazuri. Kwa hiyo shoga yenu, mimi ni mzuri, nimebarikiwa sana, yani sio sura tu, tako, rangi, mweupe, mwili mzima, mimi ni mzuri. Natamani kungekuwa na sehemu ya voice niwaelezee vizuri uzuri wangu. Sema basi tu, namshukuru Mungu, mimi wazazi wangu wote ni wazima wa afya kabisa, na baba yangu mimi ni mwenyekiti wa kijiji, na mama yangu yeye ni mama tu wa nyumbani, hana shughuli yoyote labda kilimo, na penyewe halimi sana, maana baba anasimamia kila kitu, anakuaga na kuwapa vibarua mara nyingi. Dada yangu Sakina yeye yupo tu nyumbani, hana kazi. Baba alimtafutia kibarua cha kuuza duka la watu, ila ilimshinda dada yangu. Mimi ni mvivu, duka kufunguliwa 1:30, yeye anaamka 4. Basi kazi ikamshinda, akaja naye kujirudika kwa mzee Sebas. Basi mama angu dada akimchokoza kidogo tu, utasikia jitu zima ovyo, unakula ugali wangu bule na chooni unaenda bule. Dada yangu wala hajali wala nini, ila baba anampenda sana dada yangu kuliko mimi. Mama akasema kidogo tu, utasikia baba anasema, we mama Sakina, hebu mwache mtoto, unamsema sema nini hivyo? Ila unatafuta wewe au? Watabishana hapo hadi basi. Mimi napendwa sana na mama, last born wake, ila baba ile kawaida, kwa sababu ni binti yake tu. Mimi bwana, kipindi hicho nilikuwa na miaka 16 na nilikuwa mwanafunzi nasoma sekondari form 2. Ndio nilikuwa nimeingia form 2, sio muda. Namshukuru Mungu, mimi darasani nilikuwa kichwa mno. Mitihani ikija sipati chini ya 80, huwa napata juu ya 80. Labda historia ya Kiswahili, aya, labda hata darasa la 7 nilipasua mno, nilipata wastani wa A. Kwa hiyo akili nazo. Mama alikuwa anasema nimelithi kwake, nikifaulu tu akiona matokeo yangu huwa anafurahi, anasema akili zangu hizi ni umelithi kwangu. Nashukuru sana mimi, maana baba yako angeoa mwanamke mwingine, sijui kama ungekuwa unafaulu hivi, ila nyie mama yangu naye anapendaga sana kujisifusifu. Darasani niingie mimi, ila akili ziweza kwake ka. Kweli ni hatari. Basi kuna siku nilikuwa nimetoka shule na shoga yangu Salome. Tukiwa njiani, kuna katoto kakaka kinaniita. Nikasimama, akanipa barua, akaniambia ametumwa. Nikamwambia asante, kisha akaondoka. Salome akasema bwana ako huyo. Nikasema itakuwa maana sina mwingine, ngoja tuone. Salome akasema yani shoga yangu ulivyokuwa mzuri, alafu unaenda kutoka na Polela,
mnuka mkojo. Puu, siwezi, yani uzuri wao bure, umeshindwa kuutumia, bora ungemkubalia tu Jamali muuza duka. Nikasema bwana Salome, shida moyo, napenda sana Polela wangu, hawa wengine hata siwataki, mimi Polela ananitosha. Salome akacheka sana, akasema lo, huyu Polela ana nini cha ajabu? Shoga, ndo hivyo sasa, mimi nishampenda nawe utajijua mwenyewe. Basi tulibishana huku tukiwa tunacheka na kufurahi. Nikasema wala moyo tu Salome, siku ukipenda utaelewa. Salome akacheka akasema kumeingiliwa, kwa hiyo moyo. Nikasema wewe si bado hujapata, tuliza moyo, subiri. Salome akasema hata nikipata Mungu anipage tulizo la kueleweka, sio kama lako. Mimi nikabaki kucheka tu hapo. Tulikuwa tunamwongelea Polela shuleni, mnamuitaga Polela jina la ukoo, washazoea, ila yeye anaitwa Samson. Huyu bwana ni kipenzi changu, nampenda huyu kaka dunia ya saba. Ukituona hata tuendani, Polela yeye yupo tu. Mimi ni mzuri alafu msafi, ila Polela wangu sasa kwao wana maisha ya kati, kwa hiyo alikuwa yupo tu. Ukimwangalia na akili za darasani hana, yani alikuwa yupo, ila mimi shoga yenu, yani nilikuwa nampenda kuisha kazi, hata siambiliki. Basi tukapiga stori pale na Salome hadi nikafika nyumbani, na Salome kwao ni mbali, kwa hiyo alikuwa anavuka kwetu ndio anaenda kwao. Mimi nikafika nyumbani, tukagana vizuri, kisha yeye akaendelea na safari ya kwenda kwao. Nikaingia ndani, nikamkuta dada yupo zake sebuleni anaangalia movie, kaweka na nne kabisa, yani ana hata shida. Haya ndiyo maisha anayoyapendaga dada yangu. Akaage tu, hajikusi kwa chochote. Nikamsalimia akaitikia, kisha mimi nikaingia chumbani kuvua nguo za shule. Nilipofika chumbani nikavua nguo za shule, kisha nikavaa za nyumbani. Nilipomaliza ndio nikatoka sasa chumbani. Njaa ilikuwa inaniuma hatari. Nikapitiliza tu jikoni. Eti nafika jikoni nakuta dada hajapika na ameshinda nyumbani siku nzima. Nilichukia hatari. Si mnajua ile umerudi nyumbani halafu unakuta chakula hamna, hata jiko halijawashwa, maumivu yake yanavyokuwa. Nikaenda sebuleni nikamwambia kweli. Nikasema dada, mimi nina njaa inaniuma, chakula kipo wapi? Dada akasema yani nilisahau kabisa jamani, hamna chochote huko jikoni. Nikamwangalia huku machozi yananilenga. Dada Sakina akasema pole bwana, si upike chapu tu, jiko la kuni halicheleweshi, mbona kinaiva sasa hivi? Hata sikumjibu mimi, maana namjua huyu akiwa nyumbani hajigusi. Na dada yangu kupika ndiyo hapendi kabisa, yani anaweza lala na njaa akiwa peke yake, yeye ni jiko mbali. Basi shoga, nilirudi jikoni na hasira yangu, nikaanza kuhangaika kukoka moto, yani hapo na koka moto huku namtukana dada yangu Sakina kimoyomoyo. Basi
Moto ulipokolea nikabandika ugali chapu chapu. Nilipomaliza nikaanza kukaanga dagaa uzuri nilikuwepo ndani, maana baba huwa ananunuaga kisado zanakaa ndani tu. Nikaandaa na kachumbari yangu pale, kisha nilipomaliza nikapakua kaugali kangu na mboga, nikaenda sebuleni kukaa. Dada Sakina akaanza sasa, aliponiona tu eti umebakiza ugali jikoni, maana njaa imeanza kuniuma. Nikabaki kimya tu na mshangaa. Akasema, we Leti, sina kuuliza wewe chakula umebakiza? Nikasema, si uende jikoni unaniulizia hapa sebuleni? Akaniangalia akasema, kwa hiyo ndio umejinunisha ulipopika? Umepungukiwa nini mdogo wangu? Hata sikumjibu. Akainuka akaenda jikoni kuchukua chakula. Basi shoga yenu nikala pale. Nilipomaliza nikaenda kuosha vyombo nilivyotumia, kisha nikaingia zangu chumbani. Nafika chumbani ndio nikakumbuka kibarua cha shemeji yenu Polela. Nikachukua sketi ya shule nikakitoa kile kwenye mfuko cha sketi, kisha nikafungua nikakuta ameandika, kipenzi, nimekumisi, naomba leo tuonane kwenye mwembe wa shamba la mzee Saidi. Hapo ilikuwa ni saa 11. No, nikaona nimechelewa, ila ngoja nikamuone kama nitamkuta, maana hata mimi nilimisi mno tu. Basi nikajiandaa vizuri, nikabeba na kitenge kabisa, lolote linaweza kutokea. Basi nikaenda kumwaga dada. Nikasema, dada, mimi naenda kwa kina Salome, kuna daftari nimelisahau kwao. Dada akasema, wewe Leti, kwa kina Salome kulivyo mbali vile, utarudi saa ngapi? Nikasema, hamna dada, sasa hivi. Daftari ni muhimu, kesho asubuhi tunakusanya dada. Akasema, basi nenda, kurudi uje, huenda chakula kitakuwa tayari. Nikasema, sawa, nawahi basi shoga yenu. Nikaondoka hapo nishabeba na daftari langu moja, ili nikiulizwa nioneshe hilo daftari. Basi nikaenda hadi kwenye shamba la mzee Saidi. Hapo ni kipindi cha mahindi, kwa hiyo kuna mahindi marefu tu, ukiingia huonekani. Na mimi ndio nikaingia humo nikiwa na mcheki mchumba. Nikamkuta mchumba ndio anaondoka, nikamuita akasimama, kisha na mimi nikamsogelea. Tukasema, mbona unaondoka sasa? Akasema, da, umeniweka leo tangia saa 10, nipo hapa na kusubiria mwenzangu, ndio unafika sasa hivi saa 11, saa 12. Nikasema, samahani, nilichelewa kufungua kile kikaratasi, nilisikia kupita. Akaniangalia akasema, kwa sababu nilikumisi sana, nikaona nikusubiri, ila usingenikuta. Nikamkumbatia nikasema, nimekumisi pia mchumba. Akanikumbatia, nakupenda sana Leti. Nikasema, nakupenda pia, hapa tulikuwa tumekumbatiana. Polela akaingiza mkono kwenye shati langu, akawa ananipapasa mgongoni. Mimi nikawa nasikia raha na mkono wake migumu. Ni mnajua mikono ya jembe ilivyo mwenzenu. Mimi wala sio bikra, ni mzizi mzoefu. Huyo Polela tu mwaka mmoja sasa, tangu form 1 saizi ndio
tunaingia mwaka wa pili, na Beka alinitoa yeye mwenyewe, tena hapa hapa kwenye mahindi ya shamba la mzee Saidi ndio nilitolewa. Bikra huyu bwana hela yake hana, na kwa hiyo familia kubwa, nyumba vina vichache, muda wote wapo nyumbani. Kwa hiyo ndio tunakutananiaga hapa. Alinipapasa akamia kwenye maziwa, akawa anayachezea mno, na mimi nikapeleka mkono kwenye hugo la Polela. Amefungasha walai, yani zigo balaa. Basi tulichezeana. Baada ya muda mfupi shughuli ikaanza. Nikatandika kile kitenge nilichokuja nacho, ndio tukaanzia kufanya mambo yetu. Polela anajua kuniwezea jamani, anajua kuchezea mwili wangu, kila kitu, yani ikawa freshi. Basi tulifanikiwa kufanya ndani ya lisali moja, inaelekea saa 2. Ndio nikamwambia Polela aniache, naye ndio akatoka juu yangu akasema asante sana kipenzi changu. Nikasema asante pia Polela wangu. Polela akatabasamu. Basi nikamwambia ngoja mimi niende, nimechelewa, nitakuta wakina mama wamerudi. Polela akasema sawa mchumba, ngoja nikusindikize kwanza. Basi nikajiandaa pale, nikakung'uta kitenge changu, wala sikuwa na shida lolote lile, hata vumbi pia halikuwepo. Alinisindikiza hadi karibia na nyumbani, ndio akaniacha niende mwenyewe. Basi nikaondoka hadi nyumbani. Nafika pale uzuri, nilikuwa mama baba hawajarudi. Dada Sabina aliniambia we umeenda kwenye kikao ofisi ya kata, watachelewa kurudi. Basi nilipofika nilimkuta dada yupo jikoni anapika. Nikamuuliza wakina baba wamerudi? Akaniambia hapana, hawajarudi. Nikasema sawa. Akasema afadhali umerudi upike. Nikasema dada, mimi nimechoka, yani nimechoka sana. Nikaona dada Sakina akasema leti utapika utake usitake. Nikasema kiache, atapika mama akirudi. Kisha nikaingia zangu ndani, nikaenda kuvua nguo, kisha nikaenda kuoga. Dada alipoona nimekaza akaanza kupika mwenyewe, na mimi nilipotoka kuoga nikasema kumbe kupika unaweza. Akasema ebu kwenda zako ko. Basi hata hatukukaa sana, wazazi walirudi saa 3 na wakawa wanalalamika wamechoka walipopitiliza kuoga na kulala, hata chakula hawakula. Mama alisema wamekula huko huko walikotoka. Mimi na dada tulilala chumba kimoja. Kwa hiyo wazazi walipoenda kulala, mimi nikafunga mlango, ndio na mimi nikaenda kulala. Hapo dada Sakina nikamkuta amelala muda hadi anakoroma kabisa. Mimi kabla ya kulala nikachukua madaftari nikapitia nilichokisoma shule kwa siku hiyo, nikafanya na homework zangu, kisha ndio nikalala. Sasa na asubuhi shoga yangu Salome akanipitia, tukaenda wote shule. Basi mwenzenu penzi langu na Polela lilinoga mno, yani tulikuwa tunapendana sana.
Salome alikuwa anachukia huyo, tena akisikia naliwa kwenye mahindi ndio ananichamba eti najishushia thamani. Mimi sasa sijali wala nini, uzuri thamani naishusha kwa bebi wangu, Polela sio shida zangu. Kuna siku tumefika shule kama kawaida, shule za vidumu na mifagio. Tukahesabu namba kwanza, kisha tukaenda kuifanya usafi. Tulipomaliza tukaenda assembly, wakatunganisha, kisha tukaenda darasani. Tumefika tu, kuna mwalimu akaingia akasema wasichana wote tunahitaji. Basi kweli wasichana wote tukatoka nje, wakatupeleka kwenye hall ya kufanyia mitihani. Tukakuta wasichana wengine kule. Basi wakaingia manesi wakasema wanakuja kutupima mimba na tujiandae, watakuwa wanachukua wasichana 6 ukapimwe unarudi darasani. Wazinzi wote tuliogopa. Ati shoga yangu Salome eti akawa ananiuliza jana nilifanya vipi. Nitakuwa nayo mimi mwenyewe, nilikuwa na mawazo yangu, maana mimi ndio hatari afadhali ya yeye nahisi. Basi kweli wakaanza kutoka watu 6 wanaelekea stafu, maana stafu ya walimu ina vyoo karibu. Kwa hiyo unaenda kule, wanakupima kachupa, wanasema uwape mkojo. Zamu yangu ikafika na mimi nilienda nikapeleka huo mkojo, kisha nikarudi darasani. Na baada ya muda Salome akaja naye, tukawa tunapiga stori, maana hii siku wala hakukuwa na vipindi. Walimu karibia wote walikuwa wapo bize na kusimamia zoezi la upimaji mimba mpaka mida ya saa 6 mchana. Nikashangaa mwalimu wa darasa akaja darasani akatuita wanafunzi wawili. Mimi niliogopa wallahi, hata darasa zima walikuwa wanatuangalia sisi tulioitwa maana hata wanaume walikuwa washajua kuwa tumetoka kupima mimba. Basi tukamfuata mwalimu hadi ofisini kule, tukawakuta wanawake wengine kama 10 hivi na sisi tukaongezeka hapo, yani hata hatukuambiwa kitu. Tukapandishwa kwenye gari hadi hospitali, na pale hospitali tukapimwa tena mimba, nikaambiwa ninayo. Na wale wote tulioenda tulikuwa tena tuna mimba. Nilichanganyikiwa haikuwa mipango yangu kabisa, hata kama nilikuwa ninafanya sikuwa najiangalia kwa umakini. Hatukuruhusiwa kutoka, tukarudishwa shuleni. Wakawapigia simu wazazi wetu waje kutuchukua. Nilisemwa na walimu, jamani, tafikiri mimi peke yangu ndiyo nilikuwa na mimba. Wakiwa wanashangaa, maana mimi nilikuwa nina akili mno. Walikuwa wananitegemea eti nimewaangusha. Waliongea, nilisemwa jamani, hadi nilijuta kufanya. Walimu wengine wakawa wananitandika viboko kabisa, hasira zikawazidi. Na baada ya muda mama yangu akaja pale, akaambiwa mimi ni mjamzito. Mama wala hakuongea kitu, akanichukua tukaanza kurudi nyumbani. Yani hakunisemesha njia nzima, alikuwa yupo mbele mimi nyuma, namfuata tu kama mkia.
huku nalia. Nililia njia nzima, nikawa nawaza jinsi ya kumwangalia baba yangu. Tumefika nyumbani, tukamkuta dada na baba wapo, ila baba ndiyo alikuwa anataka kutoka. Baba akasema, vipi, mbona umerudi naye, anaumwa au? Na wanasemaje huko shuleni? Baba akasema, baba Sakina, hebu muulize mwenyewe, si huyo hapo hapa. Baba akasema, mwanangu, niambie shida ni nini? Nikaanza kulia kwanza, nikapiga magoti, nikasema, baba nisamehe. Baba akasema, umefanya nini kwani? Hata kuongea sikuweza jamani, nikabaki nalia tu. Mama akasema, mwanao mjamzito huyo, na shule ndiyo kafukuzwa tayari. Baba aliniangalia jicho hilo, nikabaki natetemeka.